sababu ndicho kilichosimamisha serikali madarakani. Tunatekeleza katiba, lakini tunatekeleza miongozo ya sheria, kanuni na taratibu. Tunatekeleza miongozo na maelekezo ya viongozi, lakini lazima tukumbuke kwamba tunatekeleza ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo kaeni karibu mkisimamia maelekezo yote yaliyotolewa katika ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Miradi yetu katika mkoa huu, hasa jiji la Arusha, kumekuwa na changamoto nyingi kwa miradi hii. Na changamoto hizi ukiangalia historia inatokana na mivutano ya kisiasa iliyokuwepo wakati huo. Miradi mingi hii inayozungumzwa leo haikuanza leo hata kidogo. Ilianza miaka 2019. Mkuu wa mkoa huyu mchapakazi ni mkuu wa mkoa wa 4 wakati miradi hii inaanza. Ni mkuu wa mkoa wa 4. Na miradi mingi iliishia hapo hapo wala haikuendelea. Ipo ambayo ilianza kwa kusuasua, mivutano ya sisi wenyewe kwa wenyewe katika vikao mbalimbali. Na baadhi yetu tumekuwa tukijisahau kwamba michakato ya maendeleo katika halmashauri zetu kote nchini kwa mkuu wa mkoa inaanzia kwenye vitongoji na vijiji, inaanzia kwenye mitaa, inakwenda kwenye kata zetu, madiwani wakiwa ni wenye viti wa kamati za maendeleo za kata, inachakatwa kwenye kata, ikitoka kwenye kata inakwenda kwenye mabaraza yetu. Huo ndio mchakato wa miradi ya maendeleo. Mkuu wa mkoa analetewa miradi na taarifa zinazotoka kwenye kamati zile za wilaya zinapokwenda kwenye RCC. Ndio mkuu wa mkoa anapata kushuhudia na kuweza kuona miradi na mipango ambayo imepangwa katika maeneo yetu. Mkiwa kama wataalamu, naomba tutumie fursa hii kusaidia katika mabaraza yetu ya madiwani, kuwasaidia mipango yetu iwe ni mipango ya maendeleo. Vikao vyetu vijadili namna ambavyo tunaweza kujikwamua katika kuleta maendeleo katika maeneo yetu. Inawezekana kabisa leo Arusha mngezungumza mambo mengine, wala msingezungumza miradi hii iliyokaa miaka 4, zaidi ya miaka 4, miaka 5. Msingelizungumza. Leo kiasi hiki cha fedha kinachokwenda kutumika, mabilioni ya fedha, pengine mngeyapangia mipango mingine ya maendeleo. Lakini mmefika hapa kwa sababu mivutano ya kisiasa, mivutano baina ya wanasiasa na viongozi, jambo ambalo linakwamisha maendeleo, linaongeza chuki katika maeneo yetu, na hali hii haikubaliki hata kidogo. Na bahati mbaya sana kumekuwepo na watumishi ambao nao wanashiriki, wachache, si wengi, wachache, na wengine wananyofoa mpaka nyaraka za serikali, wananyofoa mpaka zile mienendo ya serikali, wanasambaza kwenye mitandao na kuleta taharuki, wakifahamu kabisa kwamba unapokuwa kiongozi wa umma au mtumishi wa umma, swala la kutunza siri ni jambo namba 1 kabisa katika utumishi wa umma. Sasa tumekubaliana hapa kwamba tutapongezana, lakini wale ambao hawatafanya vizuri sita kuchukua hatua. Sita hata kidogo. Watumishi ambao hawatafanya vizuri hatutamuonea hata mmoja. Hii namba 1. Utaratibu wetu hatutamuonea mtu. Lakini wale ambao wamekuwa wakishiriki kutoa nyaraka za serikali, kuzisambaza mitandaoni na kuleta sintofahamu, tutachukua hatua. Hii Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa anakuthibitishia, tutachukua hatua. Kwa sababu jukumu la kutunza siri za serikali ni jukumu namba 1. Lakini wako miongoni mwetu ambao tumekuwa tukishiriki kwenye vitendo
viovu vya rushwa na ubadhirifu. Hili pia hatutakubali, tutachukua hatua. Jukumu letu namba moja ni kuhakikisha kwamba sote tunaendelea kuwa wasafi. Kama ambavyo rais wetu anatujali, anatuimarisha kiuchumi, anapandisha madaraja, anaongeza allowance mbalimbali katika maeneo yetu, anapandisha mishahara, wajibu wetu ni kuilinda nchi hii. Wajibu wetu ni kuweka uzalendo mbele. Kila mmoja wetu katika utumishi wa umma ndio wajibu wetu namba moja. Na tukilifanya hili kwa umakini wetu, taifa hili litaendelea kusogea na kupiga hatua. Nataka niwathibitishie kabisa, kama kila mmoja wetu akiwajibika vyema katika eneo lake, akifanya kazi kwa bidii na kujiepusha vitendo ambavyo vinaweza kukwamisha utekelezaji wa miradi, usimamizi katika maeneo yetu, taifa hili litasonga mbele. Sasa vitendo vya namna hii tutachukua hatua. Kama mkoa hamjachukua hatua, tutachukua hatua sisi wenyewe TAMISEMI. Na nataka nipate orodha ya watumishi ambao mienendo yao si mizuri, tutachukua hatua. Hii nawaambia wazi kabisa, wala si wafichi. Tutachukua hatua bila kusita. Tunawataka tufanye kazi kwa bidii, tuimarishe mahusiano yetu na tuepushe siasa kututengeneza migongano katika maeneo yetu. Kwa sababu unapotengeneza vurugu, haumwadhibu mkuu wa mkoa. Haumwadhibu mkuu wa mkoa hata kidogo. Unaihukumu serikali na chama tawala. Hiyo lugha imeeleweka vizuri? Anayehukumiwa hapo ni serikali na chama tawala. Na maelekezo ambayo katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi kwenda kuizalilisha serikali katika mambo pengine ya uongo, ya kutunga, yanayoongeza chachu ya kuonyesha serikali haifanyi kazi wakati kazi kubwa imefanyika ndani ya serikali. Sasa haya hatuwezi kuyavumilia. Hatutayavumilia. Tutachukua hatua. Nadhani rasi umenisikia vizuri. Kwa hiyo niwatake kila mmoja wetu kwenda kutekeleza majukumu yetu kwa kuzingatia sheria, kanuni na miongozo mbalimbali. Miongozo katika usimamizi wa fedha, miongozo katika usimamizi wa watumishi pamoja na manunuzi, lakini pia usimamizi wa miradi mbalimbali katika maeneo yetu. Lakini maelekezo yangu pia ni watake wakurugenzi wote wa halmashauri nchini kuendesha halmashauri zetu kwa kuzingatia kanuni za kudumu za halmashauri, sheria na taratibu kote nchini. Ninawataka wenu kuacha na kujiepusha na makundi yanayoleta migawanyiko, na kila mmoja wetu kuwa na umoja na mshikamano katika maeneo yetu ya kazi. Katika eneo hili la usimamizi wa miradi ya maendeleo, ninatambua kazi kubwa na kazi nzuri inayofanywa na wakuu wa mikoa kote nchini kutokana na taarifa mbalimbali ambazo tumekuwa tukizipokea. Lakini waombe na kuwaelekeza halmashauri zote nchini kuhakikisha kwamba mnafanya usimamizi wa karibu wa miradi ya maendeleo inayoendelea katika maeneo yenu. Ninatambua kazi nzuri ambayo wakurugenzi wa halmashauri mnaendelea kuifanya katika maeneo yenu. Lakini kumbukeni ripoti za CAG, mabainisho yote ambayo yamekuwa yakitolewa, kumbukeni kuyafanyia kazi. Na kama kuna maeneo mnayopaswa kuboresha, endeleeni mkaboreshe, ili kusudi kazi iliyofanywa sasa ya katika halmashauri zote nchini kutokuwa na hati chafu iendelee kudumu, ili ninyi muendelee kubaki katika kumbukumbu ya kazi nzuri mlioifanya kwa taifa hili. Ninazipongeza halmashauri zote nchini kwa kutokuwa na hati chafu, na wapongeza sana sana sana. Lakini ongezeni jitihada, jiongezeni
Kuweni wabunifu. Kamati zenu za maendeleo ziwasaidie kuongeza ubunifu. Ubunifu katika kubuni miradi mbalimbali ya maendeleo. Ubunifu katika makusanyo. Ubunifu katika usimamizi na kuhakikisha miradi iliyoletwa kwenu imekamilika yote kwa pamoja. Huu ni wajibu wenu na kila mmoja anapaswa kuwajibika bila kusubiri kusukumwa katika maeneo yenu. Na katika hili, katika nyakati tofauti tumekuwa tukiwalaumu sana wakurugenzi wa halmashauri. Na wakati mwingine wakurugenzi si wahusika wakuu wa moja kwa moja. Maelekezo yangu katibu mkuu, nilikwishamwambia, iwapo tutabaini changamoto katika maeneo yetu ya utendaji, uwajibikaji hautakuwa mkurugenzi peke yake. Tutafuatilia cheni nzima ili tuweze kujiridhisha. Na wakati mwingine wakurugenzi hawana makosa. Makosa ni ya kwetu sisi watendaji wa chini. Kwa hiyo niwaombe na kuwataka kila mmoja wetu sasa kujirekebisha. Na tujiepushe na vitendo ambavyo tutakwenda kuondosha utumishi wetu au kutuletea changamoto ambazo ni ajali zinazoweza kuepukika kazini. Kwa hiyo hili nimtake kila mmoja, kila mtumishi kujipanga vizuri, hasa wakurugenzi wa halmashauri na yenu yote ya ushauri. Mjipange vizuri ili kusudi zile ajali zinazoweza kuepukika tuziepuke. Ninawapongeza wakurugenzi wa halmashauri kote nchini kwa sababu mmefanya kazi nzuri sana sana ya makusanyo katika halmashauri zenu nchini. Hongereni sana. Tuwapigie makofi wakurugenzi. Mmefanya kazi nzuri sana. Lakini matarajio yangu mtaendelea kuongeza ubunifu. Ni matarajio yangu kwamba makusanyo yataendelea kuongezeka. Mtaendelea kuminya mianya ya upotevu wa mapato katika halmashauri zenu. Ninawataka mtende haki wakati wa makusanyo na msimuonee mwananchi katika maeneo yenu. Fateni miongozo ambayo imekuwa ikitumwa kwenu na katibu mkuu ofisi ya Rais TAMISEMI kuhusu eneo hili la makusanyo, ili kila mmoja wenu atekeleze wajibu wake wa kusimamia vyema makusanyo na kuhakikisha kwamba mnakusanya kwa haki bila uonevu kwa Watanzania. Hii iwe ni ajenda moja mnayopaswa kuishi nayo katika maeneo yetu. Endeleeni kuwa wabunifu, kubuni vyanzo vipya vya mapato, na mmesimamie hayo kama miongozo ambayo rais wetu amekuwa akiitoa kwenu. Ongezeni kwa wakuu wa wilaya kupitia kamati zenu za ulinzi na usalama. Ongezeni mipango ya kupata taarifa na kujua wale wachache wanaotumia mianya ya mapungufu tulionayo katika halmashauri na kuchepusha mapato au makusanyo ambayo kwenye baadhi ya maeneo yamekuwa yakiingia mifukoni mwao. Wakuu wa wilaya, hili ni jukumu lenu. Ongezeni mifumo ya kupata taarifa ili muweze kuwatambua wale wote ambao wamekuwa wakitekeleza eneo hili la uhujumu wa uchumi wetu, kukwepusha mapato na kuyapeleka kwenye mifuko yao. Fuatilieni kwa karibu. Nimekwisha toa maelekezo kwenye maeneo tuliyobaini kule Mbeya na Simiyu. Kwenye halmashauri zote, hasa kwenye majiji, ongezeni jitihada za kupata taarifa na chukueni hatua mara moja dhidi ya wabadhirifu, dhidi ya wale wote ambao wamekuwa wakitumia mapungufu yetu kujipatia kipato ambacho si cha kwao, si haki yao. Tukidhibiti hili, maana yake uchumi wetu utaendelea kuongezeka na rais wetu ataendelea kutufikiria
kwa kazi kubwa na kazi nzuri ambayo mtakwenda kuifanya kwenye maeneo yenu. Lakini pia nitambue mchango wa madiwani kote nchini. Mmefanya kazi nzuri sana. Nikiwa kama kiongozi wenu, waziri mwenye dhamana katika eneo hili, Mheshimiwa Meya, peleka salamu kwa madiwani kote nchini. Nawapongeza kwa kazi kubwa na kazi nzuri ambayo mmeendelea kuifanya, hasa madiwani wa jiji hili la Arusha, lakini na madiwani wengine, madiwani wa jiji la Arusha na madiwani wengine, endeleeni kufanya kazi kwa bidii. Wananchi wanawategemea sana. Na katika hili nimeona ipo sababu ya sisi kama ofisi ya Rais TAMISEMI kwenda kufanya mapitio ya sheria na kanuni ili kutoa fursa kwa makamo wenye viti, manaibu meya katika maeneo kote nchini. Ule utaratibu wa kuchaguana kila baada ya mwaka mmoja tumeona unaongeza misuguano katika mabaraza ya madiwani, unaongeza vurugu katika mabaraza ya madiwani, lakini pia hata kwenye chama unaongeza vurugu. Kwa hiyo kama ofisi ya Rais TAMISEMI nimekwisha waelekeza wataalamu kwenda kuona uwezekano wa kufanya mapitio ya sheria na kanuni. Kama kanuni hizi ni za waziri, nitakwenda kuzisaini pengine kabla ya kuhitimishwa kwa bunge hili, kufungwa kwa bunge hili, ili kutoa fursa kwa manaibu meya na makamu wenye viti wa halmashauri kote nchini kuchaguliwa kila baada ya miaka mitano na sio kila baada ya mwaka kufanya uchaguzi. Inaongeza gharama kwa serikali, inaongeza mivutano ndani ya mabaraza ya madiwani, inaongeza mivutano ya sintofahamu hata kwenye chama huko. Kwa tumeona iko sababu ya kwenda kufanya mapitio ya sheria ili kusudi tuangalie uwezekano wa kurekebisha kifungu vya kanuni ambavyo vinanipa mamlaka kama waziri kurekebisha, ili kutoa uwezekano manaibu meya na makamu wenye viti wa halmashauri kuchaguliwa kila baada ya miaka mitano. Na kwa sababu kuchaguliwa kwako sio mwisho, wakati wowote kwa taratibu zilizowekwa, ina maana makamu mwenyekiti unaweza kuondolewa kwenye nafasi yako wakati wowote. Kwa hiyo hakuna sababu yoyote ya kuwachagua kila baada ya mwaka mmoja. Inaongeza mzigo kwenye mabaraza yetu ya halmashauri, inaongeza mzigo kwa serikali, lakini hakuna sababu yoyote ya kuwachagua kila baada ya mwaka mmoja. Kwa hiyo tutakwenda kulipitia hili, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, na kuona uwezekano kulifanyia maboresho ili kusudi tuweze kuwa na mifumo yenye tija. Taarifa ya Katibu Tawala wa Mkoa imeainisha kazi kubwa na kazi nzuri ya kuwajali watumishi, na hii ndio sababu nilikupongeza sana Mkuu wa Mkoa kwa kazi hii nzuri unaoendelea kuifanya kwa mkoa huu wa Arusha. Umekuwa ni mtetezi wa watumishi wa umma chini ya TAMISEMI na watumishi wengine katika mkoa huu, na kupongeza sana kwa kazi hii nzuri unaoendelea kuifanya katika mkoa huu. Lakini endelee kusisitiza, tulikusha kubaliana katika majiji yote, wakurugenzi wa majiji kuhakikisha kwamba mnalipa stahiki za watumishi zile ambazo ziko kwenye mamlaka yenu. Msisubiri waziri au mkuu wa mkoa kuwaelekeza. Kila mmoja wetu ana wajibu kuhakikisha kwamba mmetekeleza maelekezo yangu niliyoyatoa bungeni katika kikao kilichopita, katika kikao hiki kinachoendelea. Walipeni watumishi stahiki zao, walipeni watumishi haki zao zile ambazo zimeangukia kwenye mamlaka yetu. Lakini tulikwisha kubaliana kwamba kutozalisha madeni ya watumishi katika maeneo yetu. Tulikubaliana mtumishi anapoajiriwa, hakikisheni stahiki zake za mwezi ule ule zinalipwa kwa wakati. Maana yake ni kwamba msiingize taarifa za mtumishi ambaye
hayupo kwenye utaratibu. Watumishi wote wanaoajiriwa, hakikisheni taratibu zao zimekamilika, ili kusudi msizalishe madeni katika maeneo yenu. Hili tumekusha kubaliana, na sitegemei kusikia kuna madeni mapya ya namna hii yanazalishwa katika maeneo yenu. Kila mmoja ajiridhishe kwamba tumetatua kero za watumishi na malalamiko yao. Tengeni muda, maafisa utumishi chini ya TAMISEMI, tengeni muda kuwasikiliza watumishi. Wasikilizeni na tatueni kero zao. Lakini wapongeze kwa mkoa wa Arusha, sijasikia changamoto ya namna hii. Maana yake mkoa huu unafanya kazi nzuri ya kusikiliza kero za watumishi katika maeneo yenu. Endeleeni kuwa wabunifu. Nimelisema hili lakini nasisitiza. Endeleeni kuwa wabunifu. Na TAMISEMI haitakuwa na tatizo la kutoa kibali cha ninyi kuajiri kwenye kada ile ajira ya muda. Kama halmashauri au jiji lina uwezo wa kulipa, hatuna tatizo la kutoa vibali ili mkatoe ajira za muda, zile ajira za mkataba wanasema, si ndio? TAMISEMI hatutakuwa na tatizo. Kama jiji mtatenga bajeti yenu ya mwaka, msisubiri watumishi kutoka TAMISEMI, ninyi wenyewe mjiongeze. Na maelekezo haya yaende nchi nzima kwa wakurugenzi wa majiji, manispaa. Inasikitisha kuona jiji lina mapato zaidi ya bilioni 70 au manispaa, na wao wanaomba watumishi katika maeneo mbalimbali. Inasikitisha kuona katika mkoa kuna manispaa inaingiza bilioni 50, bilioni 60, wana changamoto ya vyoo, matundu ya vyoo. Hili nawathibitishia, nikipita sehemu ni changamoto hii nikaikuta, maana yake mkurugenzi kwenye eneo hilo hutoshi. Ndio tafsiri yake. Kama una mapato zaidi ya bilioni 50 au hata pungufu, mkiweka vizuri mipango yenu ya maendeleo katika vikao vyenu kwenye mabaraza, mkajiwekea mipango ya kwenda kutatua changamoto ya matundu ya vyoo, haipendezi kwa karne hii tukao bado tuna mapungufu ya vyoo, matundu ya vyoo kwenye maeneo yetu, na wakati fedha tunazo. Halmashauri ina fedha, majiji na manispaa zina fedha, alafu mnaiandikia TAMISEMI kuomba matundu, fedha za kujenga matundu ya vyoo. Hii haikubaliki hata kidogo. Kwa hiyo maelekezo yangu nimekusha yatoa wakati nahitimisha hotuba yangu ya kukamilisha kwa bajeti ya wizara yetu. Ninawataka watendaji kwenye halmashauri zote nchini kubeba uchungu wa changamoto za wananchi na kwenda kuzitatua katika maeneo yenu. Msisubiri mkuu wa mkoa kuja kuwaelekeza kujenga au kutatua changamoto ya matundu ya vyoo kwenye shule zetu. Maelekezo haya sasa, katibu mkuu, myashushe kwa wakurugenzi wote wa halmashauri, manispaa na majiji. Haipendezi hata kidogo kwa ubinadamu wetu kujenga shule tukasahau matundu ya vyoo. Tunajengaje madarasa mapya tukasahau kuweka kwenye mipango yetu ujenzi wa matundu ya vyoo? Tunapokea taarifa kutoka kwa wakurugenzi wa majiji, manispaa, sio Arusha, lakini nazungumzia maeneo mengine. Arusha mnafanya vizuri sana. Mkurugenzi anaomba fedha bila aibu ya kwenda kuongeza tundu ya vyoo wakati ana bajeti ya kutosha.
maana yake auishi na changamoto za wananchi. Kwa hiyo hili tekeze mwende mkaliboreshe, ili kusudi tuwe na taifa ambalo watendaji wake wamejitoa, wazalendo, na wamedhamiria kwenda kubadilisha changamoto za wananchi na kuwa ni manufaa katika jamii yetu. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, natambua leo tuna ratiba ndefu, lakini itosha kusema nimeridhika sana na utendaji wako, nimeridhika sana na utendaji na usimamizi katika mkoa huu, na kupongeza sana kwa uzalendo wako kwa wananchi, kwa ubunifu wako kwa Watanzania. Toka umefika mkoa huu wa Arusha, tunashuhudia ubunifu wa kila siku ubunifu. Kila siku ni matukio mkoa huu wa Arusha. Kila siku. Hatusubiri mengine yatokee. Tutakupongeza sasa, kwa sababu imekuwa ni desturi yetu wa Tanzania. Unasubiri mpaka mtu amezikwa ndio mnaenda kumpongeza. Tunakupongeza sasa kwa sababu unafanya kazi nzuri sana katika mkoa huu. Umeleta utulivu, umeondoa changamoto zilizopo, na kamwe, maelekezo yangu kwako, kamwe si siasa zisikuyumbishe. Fanya kazi. Siasa zisikuyumbishe. Siasa zisikuyumbishe. Nadhani nimeeleweka vizuri. Chapa kazi, ndio maelekezo yangu kama waziri mwenye dhamana katika wizara hii. Fanya kazi. Wananchi wa Arusha wanakutegemea sana. Watumishi wa umma mkoa wa Arusha wanakutegemea sana. Na mimi kama msaidizi wa karibu wa Mheshimiwa Rais kwa mkoa huu wa Arusha nakutegemea sana. Nikiwa kama msimamizi wako na msimamizi wa wakuu wa mikoa wengine wote, ninakuamini. Wasaidie wananchi wa Arusha kuamua miradi yote iliyokwama. Naendelea kubuni miradi mipya ili tulijenge jiji hili la Arusha. Endelea kubuni miradi mipya, na nitahakikisha ninakusaidia kuhakikisha kwamba miradi hiyo imeendelea na imekamilika. Miradi hii tunayokwenda kuizindua leo, niko tayari, tutaizindua leo. Na ni vyema Watanzania wakajua, tunapopata nafasi ya kuchaguliwa au nafasi ya kuteuliwa, ni lazima tufanye kazi kwa bidii na tujiepushe na vitendo ambavyo vitakwenda kuwakwamisha Watanzania katika maeneo yao. Tuwaangalie zaidi ya Watanzania kuliko kujiangalia sisi wenyewe. Tutapata nini kwenye jambo hili? Kwa hiyo nikupongeze kuamua miradi yote. Na kama utaona kuna miradi mipya tuletee. Na naibu katibu mkuu, umemsikia mkuu wa mkoa hapa. Hajanikumbusha, amesema tu kwamba kuna kilomita 6. Hajanikumbusha. Na mimi sijasikia. Mimi sijasikia. Na kwa kuwa mtendaji mkuu wa TARURA yupo Arusha, maelekezo yangu hizo kilomita 6 zipatikane mara moja. Ndio maelekezo yangu. Mkuu wa mkoa aliposimama hapa, alisimama kwa niaba ya wananchi wa Arusha, akitambua changamoto zao. Na haya ndio tunayoyategemea. Ili tumalize changamoto za wananchi, haya ndio tunayoyategemea. Hatutaki mivutano, tunataka maisha kwa wananchi. Hasa kwa kuwa mkuu wa mkoa amewaombea hapa wananchi wa Arusha kilomita 6. Na mimi nasema fedha yoyote itakayoingia huko, hakikisha kilomita 6 imekuja Arusha kwanza. Ndio maelekezo yangu. Hayo ndio maelekezo yangu. Kwa hiyo mwisho kabisa, niendelee kuwashukuru watumishi chini ya ofisi ya Rais TAMISEMI. Na niwaombe muendelee kufanya kazi kwa bidii. Muendelee kufanya kazi kwa bidii.
Watanzania wanawategemea, na kamwe msirudi nyuma. Nimekwisha sema hapa, nitakuwa mtu wa mwisho kuwasaliti. Nitakuwa mtu wa mwisho, na sitakubali hata kidogo kuona miongoni mwenu mkipitia changamoto ambazo mimi kama waziri ninaweza kuzikwamua. Sitakubali hata kidogo. Kwa hiyo niwatake mkafanye kazi kwa bidii, na wale wachache miongoni mwetu wenye kuhitaji kujirekebisha, endeleeni kujirekebisha, na mjirekebishe sasa, msisubiri niwafikie. Nadhani nimeeleweka vizuri. Msichelewe kujirekebisha, ndio maana yangu. Na ninaposema hivi ninamaanisha, na mimi sina huruma ninapofikia hatua hiyo. Na pengine ndio maana nilikuwa hakimu, kwa sababu nilikuwa nafunga watu kweli kweli. Sina huruma, lakini siwezi kumuonea mtu. Sisi wengine ni watu wa Mungu, siwezi kumuonea mtu hata kidogo. Siwezi kumuonea mtu, kwa sababu tuna vipimo vyetu za kumtia mtu hatiani. Tuna vipimo vyetu. Tukiona kuna shaka kidogo hivi, tunajua huyu hana hatia. Tukiona shaka. Lakini kama tunaona kwamba changamoto hii iko beyond reasonable doubt, imevuka ile mipaka ya shaka, tunajua huyu changamoto hii imemtia hatiani. Sijui mmenielewa vizuri hapo eh? Nimeongea lugha kidogo ya kihakimu.